Saka za kazi, habari za muda huu? Habari ni njema, habari ni nzuri, tuko vizuri. Mko vizuri? Tuko vizuri. Mko vizuri kweli, na kwa sababu ushindi umepatikana. Nini siri ya ushindi haswa kwa wewe, jicho lako lilivyotazama kwenye pitch, jinsi watu walivyocheza, wachezaji, nini haswa siri ya ushindi leo? Determination. Wachezaji wetu waliendelea kubaki mchezoni muda wote. Walikuwa wanajua wanatafuta nini. Mazingira ya mechi yalikuwa magumu sana, hali ya hewa ilikuwa ngumu, walikuwa wanapumua kwa tabu. Nimeongea nao, naona kama hawakuwa wakimbia sana kwa sababu wanasema hali ilikuwa ni nzito. Yaani kupumua ilikuwa ni shida sana kwao kwa sababu ya mazingira ya hali ya hewa. Kwa hiyo lakini waliweza kuhakikisha kwamba wanacheza wanaifanya game kuwa salama, na walifanya reaction ya haraka walipofungwa goli, wakarudisha hapo hapo ili kuifanya game kuwa salama huku wakituza energy, na imelipa. Dakika za mwisho imekuwa jambo zuri kwetu. Yes, kuna dua ambazo tulizizungumza mwanzo Zaka kwamba watu wanawaombea nyinyi na nyinyi mpigwe kama walivyopigwa. Hatimaye Mungu amekaa upande wenu, mmefanikiwa kupata ushindi. Unazungumziaje? Tupe hiyo Zaka. Mungu ni mwema. Mungu ni mtenda haki. Mungu ni mtenda haki. Kwa hiyo mtu anaweza kuombea wewe kutofanikiwa, lakini Mungu unaweza usifanikiwe, lakini sio kwa sababu ya maombi yake yeye. Ni kwa sababu Mungu bado kaona sio muda wako sahihi wa kufanikiwa, sio kwa sababu ya maombi yake yeye. Kwa hiyo sisi wametuombea mabaya, lakini nadhani wataelewa kwamba dua zao zimekataliwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu wao sio wasafi. Yaani huwezi kuomba dua na ukapokelewa wakati uwe sio msafi. At least wewe una udhu. Hata udhu huna, unaomba dua gani unaomba bila udhu? Kwa hiyo dua zimewarudia wenyewe, sisi tumeshinda, tunashukuru. Yes, kwenye kundi ambalo mko tayari sasa mmeanza kuonesha uhai. Leo mmepata matokeo na mechi inayofuata ni Dar es Salaam Zanzibar. Na niambie ushindi wa leo ukiubeba hapo kwenda nao Zanzibar Amani pale, unaweza ukachagiza kiasi gani, na nguvu mtatoka nayo hapa ni ya namna gani, na vitu gani ambavyo mnataka kuboresha baada ya leo kwa haraka tu kwa upeo wako? Cha kwanza kuboresha ni kufunga magoli mengi zaidi ya watu waliofunga hapa. Twende tukafunge, sio tu kushinda, lakini tushinde kwa magoli mengi. Tutakuwa kwenye mazingira yetu ya nyumbani tuliyozoea, hali ya hewa nzuri, jua litakuwa limepoa kidogo, baki tunacheza mechi saa 1 jioni. Tutakimbia sana. Yaani hawa tutawakimbiza uwanjani mpaka watashangaa. Kwa hiyo tunarudi alama zetu 3. Tunatarajia kuongeza zingine 3, tuongeze zingine 3, halafu tuone nini kitakuwa baada ya hizo kupatikana. Yes, kuna injury pale uwanjani imetokea na mchezaji hajaweza kuendelea, ambaye ni Kitambala Bola. Kuna injury nyingine tofauti na Kitambala Bola, na je, mpaka sasa hivi kuna chochote ambacho wamepata kulingana na injury aliyopata? Wa kwanza kabisa, japo uwanjani wa kwanza alikuwa Kitambala kuumia, lakini wa kwanza kuumia na kutoka alikuwa Yoro Diaby. Aliruka juu akatua vibaya chini, akashtua enka. Aliposhtua enka akaumia, akashindwa kuendelea, akatoka. Kwa hiyo itaenda kufanyikia assessment nyingine huko tujue kaumia kwa kiasi gani, lakini hadi sasa wakati anatoka uwanjani ilikuwa ni enka ameshtua. Kitambala na yeye aliumia mapema kabisa kipindi cha kwanza, hata kabla hajafunga ile goli, na muda wote alienda kucheza akiwa na majeraha. Na yeye anaenda kufanywa assessment, lakini bila shaka itakuwa sio kubwa sana kama ya Yoro kwa sababu aliendelea kucheza japo aliumia, ila sema alivyoendelea sana akawa tena na uchovu na yale maumivu yakaendelea kuwa makubwa akatoka. Kwa hiyo hao wote itafanyika tathmini tujue wamemea kiasi gani tuweze kuchukua hatua. Yes, kuna taarifa zozote za mchezaji labda ambaye tunaweza tukamshuhudia ambaye labda alisajiliwa ambaye bado tujamuona labda? Of course. Kama sio kwenye mechi ijayo ya ligi, mechi nyingine ya marudiano na hao jamaa. Hapa katikati panaweza pakawa na surprise. Tutaweka watu. Disha bado lipo bwana. Hadi lifungwe ndio nasema imepita hiyo. Kama liko wazi tutaitumia. Kama liko wazi lazima upepo upite. Na waambie watu watunze vizuri wachezaji wao. Ndio tukapita na mchezaji watu akaanza kulialia. Hamna mchezaji ambaye hapendi kupanda iliza. Yes, kwenye samani kidogo nitakuuliza upande mwingine wa timu nyingine. Kuna ile utaratibu mchezaji anaenda, anarudi, japo aliambiwa ni mzee nini ndivyo, lakini sasa hivi anaonekana ni kwenu. Vipi, mna mpango wote wa kumrudisha ambaye amewahi kupita kwenu na sasa hivi anaonekana kwamba anaweza kuwasaidia sehemu yoyote, mchezaji wa namna hiyo, veterani wa kiasi hicho? Imedi si huyo hapa karudi. Imedi kwenye hii timu ya leo kwenye dirisha hili jana. Kwa sababu haijawa, siwezi kusema hivyo kwa sababu
huwa mpaka ikamilika unasema fulani karudi au iko hivi. Kwa sasa hivi kitu ambacho naweza kukuambia ni kwamba hatujamaliza kusajili. Tutasajili watu. Lakini tutasajili vipi, atakuja nani, itakuwa vipi, hiyo hatuwezi kusema. Lakini utaratibu wa watu kuondoka na kuondoka wa mpira kawaida tu. Kuna watu wajua walistaafu mpira kabisa na wakarudi. Unajua hiyo. Sisi tulishakuwa na mchezaji anaitwa Steven King Mpondo kutoka Cameroon. Alicheza kwetu, akaondoka na akastaafu mpira. Na tukamrudisha. Na akatusaidia pia. Kwa hiyo kimpira na kisoka hii ni afya bado. Sio kwamba ni jambo ambalo linafanya kwamba labda inaweza kuwa halileti maana, ni afya. Mchezaji anaweza akatoka kwenu akaenda akacheza huko, baadaye akarudi akacheza, ili mradi kiwango chake kiwepo. Kwa mtu ambaye anafikiria kwamba okay, fulani wamempata fulani amemrudisha alikuwa wapi, ni kufeli ama kutokufeli? Hamna kufeli. Kufeli ni mipango yenu nyinyi wenyewe, lakini sio kwa sababu fulani karudi ndio umefeli, hapana. Ila mmemrudisha nani? Kama mnaweza kurudisha mtu ambaye kaishaishiwa kabisa, ni jambo lenu wenyewe. Kila watu wanajua mahitaji ya timu yao, sio watu wa nje. Wanaojua mahitaji ya timu yao ni watu ambao kwenye timu. Kwa hiyo hakuna kitu cha kufeli kwenye hilo. Sawa, mrejesho mzima sasa, tunatoka Nairobi tunarudi Dar es Salaam. Mrejesho mzima wa safari, tupe niseme ile coverage nzima ya mechi ilivyokuwa, kwa sababu ni msemaji, unaweza ukaisemea safari nzima. Kwa ufupi tu semea safari nzima jinsi ilivyokuwa mpaka hapa mlipofika. Kuanzia tulivyotoka kule, mechi yetu ya mwisho ya ligi tulicheza dhidi ya Fountain Gate na tukushinda. Ilituumiza sana kwa sababu sasa tunaona tunapoteza upande mmoja, kwa sababu ligi pia tunaitaka, tunapoteza. Alafu tunakwenda kwenye mechi ambayo hatujui matokeo yake yatakuwaje. Na mkishinda, ushindi huo unafuta ushindi mwingine, unaongeza morali. Kwa sababu tukushinda tulikuwa down sana. Ilikuwa vita ya kisaikolojia kwa wachezaji wetu kuja kuhakikisha tunashinda. Tumeshinda, jambo zuri. So baada ya ushindi wa mechi ya leo, timu itaondoka alfajiri ya kesho moja kwa moja Dar es Salaam. Tutakuwa na mechi nyingine ya ligi tarehe 29 dhidi ya TRA United pale Chamazi. Halafu tutatoka baada ya mechi hiyo tunakwenda Zanzibar kuwasubiri hawa Nairobi United. Shukrani sana, asante kwa muda wako. Asante sana. Mashabiki wa Azam wamejitokeza na wengi kijana story walikuwa na morali ile, na wamesema sana watu wa timu za Kariakoo wanapigwa sana madogo, lakini wameonyesha gani wanaitaka mechi. Nawapongeza sana mashabiki wetu kwa sababu wameonyesha moyo mkubwa sana kutoka Dar es Salaam. Hao wote sio kutoka Dar es Salaam, wengine kutoka mbali zaidi ya Dar es Salaam. Nilikuwa nasema hapa kwamba kuna watu wametoka Mwanza, wametoka Musoma. Wangeweza kupitia Musoma na wakaja Kenya. Wangeweza kupitia kule Sirari papo wametokea huko. Lakini walikuja mpaka Dar es Salaam ili kuungana na wenzao waje wote pamoja kwa ajili ya umoja. Watu wametoka Dodoma, watu wametoka Zanzibar, wamekuja hapa. Heshima kubwa sana kwao, na inshallah tukutane na Zanzibar kuja kutafuta ushindi kwa mechi nyingine. Sawa, shukrani sana Zaki. Asante sana.